basi ni Baba mtakatifu wa furaha, hana uwezo wa utukufu wa baraka wa kila kitu. Mungu Baba abariki wachungaji wote. Mungu Baba abariki wazee wa kanisa wote. Mungu Baba abariki waimbaji wote. Mungu Baba abariki waombaji wote kwa neema yake. Niko na somo letu nasema hivi. Kanisa ya zamani ilikuwa juu kuliko kanisa ya leo. Kanisa ya zamani ilikuwa juu kuliko kanisa ya leo. Kanisa ni nini? Kanisa ni fasi panaposanya watu watakatifu, wanafanya mapenzi ya Mungu. Hali yao ni mtakatifu sana, kuongea kwao na kwa roho zao na kwa akili ni watakatifu. Kwa nini kanisa ya zamani ilikuwa juu kuliko leo? Mungu vile alichagua watu wa zamani walikuwa watakatifu sana. Akikuwa kama ni nabii, alikuwa mtakatifu tofauti na nabii wa leo. Akichukua kama ni mnenaji wa neno, alikuwa mtakatifu. Yani ndani ya kinywa chake mlikuwa paka mtakatifu, mkue maneno ya kipagano wala kukatana kwa makanisa. Kanisa zamani ilikuwa na haja ya Mungu na kuongopa Mungu, ana wa kukatana kuleta maneno mabaya, balikuwa naogopa Mungu. Kanisa ya leo banaleta jeuri ndani ya roho yao. Kuna jeuri kubwa. Sisi tunajua jamani, hata kanisa ni ya Mungu peke yake. Ule atasimama kuamua ni Mungu peke yake. Kanisa sio ya kwako. Utaweza kuleta vibaya, utaweza kuongea vibaya, utaweza kuongea watu wengine vibaya, utaweza kupotea na kufa. Urithi wako ni mke wako, ni watoto wako, ni nyumba kwako, ni maisha kwako. Yani punguza mdomo, punguza jeuri. Leo tuna huyu wa kanisa, utasikia naye anasimama anaongea kwake, ile kanisa utapata vibaya. Peke yake ni Mungu mwenye kanisa. Unaona, kama Mungu hanaua babani, kutakuwa na wakati mwa Mungu ataanza kuua waaminifu na makanisa. Munazidi sana. Wachungaji wala wanabii kuna kwani hali mbaya na waaminifu. Inakuwa sisi tunajua sisi Mungu ni wa kwetu, ni wa kwenu. Heko ndani ya familia yako. Unamjua wewe. Mungu anasaidia na wewe. Tulia jamani. Wa zamani walikuwa tofauti na sisi. Walikuwa na heshima. Yani kama kuko makanisa ta zamani hauwezi kupata kelele. Kanisa nafanya hivi, tufanye hivi. Kanisa ya leo inakuwa ni mchezo. Inakuwa ni mchezo, inakuwa ni mizaa sana. Msubiri mwisho ya Mungu hatakuwa kuleta vibaya na watu watapotea, watu watakufa. Kanisa si ya kwako. Nyamaza. Kanisa tutaweza kuleta hata mifano. Baba ataweza kuzaa watoto kama ni 10. Kila mtoto ana njia ya kwake. Sasa wao wote 10 wiko na mzazi mmoja. Sisi makanisa kama ni mengi sana, tuko na mzazi mmoja. Wewe kanisa tumika kwa njia ya Mungu. Wewe kanisa tumika kwa njia ya Mungu. Wewe tumika kwa njia ya Mungu. Leo tunakosa kufanya mapenzi ya Mungu tukapate ufalme wa mbingu. Tunakuwa paka na vinywa, midomo. Hii midomo tutakosa kufika kumbingu. Wachungaji makanisa ingine ukilete jeuri na kuliona na kwa juu, utakumbuka kanisa sio ya kwako. Funga mdomo. Heshimu Mungu. Wa kuamua ni Mungu peke yake. Wa kufikisha kila kitu mwisho ni Mungu peke yake. Kama nakataa, mwisho utakufikia. Upewe sifa. Amen.